Kuna wakati Mungu huzungumza kwa njia ambazo sio kila mtu anaweza kuzitambua. Wakati mwingine sio kupitia sauti, sio kupitia mtu, wala sio kupitia mazingira, bali kupitia ndoto zinazojirudia mara kwa mara. Je, umewahi kuota ndoto fulani tena na tena mpaka ukajiuliza, kwa nini naota jambo hili mara kwa mara? Watu wengi hupuuza ndoto zao wakidhani ni mawazo ya kawaida ya usiku, lakini ukweli ni kwamba katika nyakati nyingi ndoto zinazojirudia huwa ni ishara ya kiroho kwamba kuna jambo kubwa linakaribia kutokea katika maisha yako. Biblia inaonyesha wazi kwamba Mungu huwasiliana na wanadamu kupitia ndoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu katika usingizi kitandani. Kama kuna ndoto fulani unaota mara kwa mara, huenda mbingu zinajaribu kutumia ujumbe ambao haujautambua bado. Leo tunaenda kufunua ukweli wa kiroho kuhusu ndoto hizi na kuelewa maana yake. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unamwamini Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako, tafadhali like video hii, kisha kaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie. Ukiota haya mara kwa mara, kuna kitu kikubwa kinakuja. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, sio kila ndoto ina maana ya kinabii, lakini ndoto zikijirudia mara kwa mara, mara nyingi hubeba ujumbe maalum wa kiroho. Hizi ni baadhi ya ndoto ambazo mara nyingi huwa ni ishara ya mabadiliko makubwa. Namba moja, ukiota unapanda juu au ukajiona uko juu ya mlima au uko juu ya ngazi au uko juu ya jengo refu sana. Hii mara nyingi ni ishara ya kupandishwa kiroho, mafanikio au kuinuliwa katika kiwango kingine cha maisha. Kupanda juu kwenye ndoto huonyesha kuwa Mungu anakutoa katika kiwango cha kawaida na kukupeleka sehemu ya juu zaidi. Ikiwa unaota unapanda mara kwa mara, huenda kuna daraja jipya la neema na mamlaka linakuja. Hii ni ndoto ambayo watu wengi wamekuwa wakiota, lakini wengi huwa hawajui na maana gani. Ukiwa unaota ndoto hii ikiwa inajirudia mara kwa mara, labda kila ukilala unaota ndoto uko juu ya mlima, au unaota ndoto uko kwenye ngazi lakini umesimama juu ya ngazi, uko juu ya ngazi, au unaota ndoto unajiona uko juu ya jengo refu sana. Ndoto hii huwa inaashiria kuinuliwa kiroho, lakini pia inaashiria kuinuliwa kimafanikio au kuinuliwa katika kiwango kingine cha maisha. Lakini ndoto hii pia huwa inaashiria kupanda juu kwenye ndoto. Huonyesha kuwa Mungu anakutoa katika kiwango cha kawaida na kukupeleka sehemu ya juu zaidi. Mungu anakutoa katika kiwango cha chini, kiwango ambacho upo, anakupeleka kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo kama unaota unapanda mara kwa mara, huenda kuna daraja jipya la neema na mamlaka linakuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii hautakiwi kuipuuza. Ukiwa unajiona unaota ndoto ukiwa uko juu ya mlima na una amani, una furaha, ndoto hiyo inaashiria kuinuliwa. Au unajiona umepandishwa uko juu ya jengo refu sana, umesimama kule juu, ndoto hiyo inaashiria kuinuliwa. Ukiwa unajiona uko juu ya mlima au uko juu ya jengo refu lakini ukiwa na amani, ndoto hiyo inaashiria kuinuliwa kutoka kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu. Lakini ndoto nyingine ukiwa unaiota mara kwa mara, ukiota unavuka maji, ukawa unajiona mara kwa mara unaota ndoto unavuka maji. Maji katika ndoto mara nyingi huwakilisha mabadiliko makubwa, utakaso na kuvuka kutoka hatua moja kwenda nyingine. Ukijikuta unavuka mto, bahari au ziwa mara kwa mara, inaweza kuwa ni ishara kwamba unaondoka katika msimu wa mapambano na kuingia msimu mpya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 na mstari wa 2 imeandikwa nukuu, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo ukiona unapita kwenye maji, yani labda unavuka mto unakwenda upande mwingine, hii ni ishara kwamba Mungu anakuvusha na kupeleka kwenye kipindi kipya. Ukiota ndoto ya namna hiyo, ukajiona unavuka mto au unavuka bahari unakwenda usao mwingine, unakwenda upande mwingine, ndoto hii inaashiria
unaingia kwenye msimu wa mabadiliko. Mungu anakutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndoto hii inaashiria kuna mabadiliko makubwa yanakuja kwenye maisha yako. Ndio maana ukiota unapita kwenye maji, unavuka unakwenda upande wa pili, au unavuka mto unakwenda upande wa pili, ndoto hiyo inaashiria Mungu anakutoa kutoka hatua moja na kukupeleka hatua nyingine. Ndoto hii pia inaashiria mabadiliko. Yamkini ulikuwa uko kwenye kipindi cha magumu, au ulikuwa unapitia kipindi cha shida, alafu ukaota ndoto ukawa unamwomba Mungu akusaidie, alafu ukaota ndoto labda unavuka mto unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndoto hii inaashiria unaingia kwenye msimu mpya wa maisha yako. Lakini ndoto ya tatu, ukiota unapokea funguo. Yaani ukijiona ndotoni unapokea funguo. Yamkini mtu anakuletea funguo, anakupatia funguo za kutosha, au mtu anakupa funguo. Funguo siku zote huwa ni ishara ya mamlaka, fursa mpya na milango inayofunguliwa. Kwa hiyo ndoto hii huashiria kwamba kuna jambo ambalo lilikuwa limefungwa kwenye maisha yako, lakini sasa linakwenda kufunguliwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 na mstari wa 19 imeandikwa, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakaolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakaolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo ukiona funguo mara kwa mara, jiandae kwa mlango mkubwa kufunguka. Ukiona funguo, kaona unakabidhiwa funguo, funguo inaashiria fursa, funguo inaashiria mamlaka. Ndoto hiyo inaashiria mabadiliko makubwa. Jiandae kwa mabadiliko makubwa kwenye maisha yako, yamkini kazini, yamkini kwenye eneo la uchumi, yamkini kwenye eneo la ndoa, yamkini kwenye biashara, eneo lote lile jiandae kwa mabadiliko makubwa sana. Kama tuko pamoja, naomba comment tuko pamoja. Kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu wangu. Kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu wangu. Sitaki kumwacha mtu. Twende namba 4. Ukiota ndoto hizi zikana zinajirudia mara kwa mara, ukiota nuru kali au mwanga mkubwa, ukawa ni mtu ambaye unaota mara kwa mara, unakuwa unaota mwanga mkali au unaota nuru kubwa. Mwanga katika ndoto mara nyingi ni ishara ya ufunuo, wito wa kiroho, uelekeo mpya, uwepo wa Mungu. Hii huonyesha kwamba Mungu anakufunulia jambo ambalo lilikuwa limefichika. Kwa hiyo ukiwa unaota nuru kali, unaona labda mwanga unakumilikia, au mwanga unakuongoza, au unaona mwanga ndotoni. Ndoto hii, mwanga katika ndoto mara nyingi ni ishara ya ufunuo. Ndoto hiyo inaashiria ufunuo, ndoto hiyo inaashiria wito wa kiroho, ndoto hiyo inaashiria uelekeo mpya, ndoto hiyo inaashiria uwepo wa Mungu. Hii huonyesha kwamba Mungu anakufunulia jambo ambalo lilikuwa limefichika. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 60 na mstari wa kwanza imeandikwa, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa hiyo ndoto hii inaweza kuwa ishara kwamba muda wako wa kuonekana umefika. Ndio inaweza kuwa inaashiria muda wako wa kuonekana umefika. Twende ndoto namba 5. Ukiona ndoto hii inajirudia mara kwa mara, ukiota unakimbizwa lakini haukamatwi. Yaani unajiona ndotoni unakimbizwa, lakini wanaokukimbiza hawakukamati. Yamkini unaweza kuwa unakimbizwa na wanyama au unakimbizwa na watu, lakini wanashindwa kukamata. Ingawa ndoto hii huonekana ya kutisha, mara nyingi huonyesha kuwa kuna vita vya kiroho dhidi ya hatima yako, lakini pia inaonyesha ulinzi wa Mungu. Kama kila mara unafanikiwa kuponyoka, hiyo ni ishara kuwa Mungu anakulinda kwa jambo kubwa lililo mbele yako. Ndoto hii inaashiria Mungu anakulinda kwa jambo kubwa sana lililo mbele yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 54 na mstari wa 17 imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kwa hiyo hii mara nyingi hutokea kwa watu waliobeba kusudi kubwa. Unakuta labda unajiota ndotoni, unaona unakimbizwa na wanyama, unakimbizwa na watu, lakini unashangaa hawakukamati, wanakushindwa. Wakitaka kufikia, yani unakuta wanashindwa kukamata. Ndoto hii mara nyingi huwa inaashiria ulinzi wa kimungu. Kuna jambo kubwa liko mbele yako, kwa hiyo inaweza kuwa inaashiria ulinzi wa kimungu. Lakini hii mara nyingi hutokea kwa watu waliobeba kusudi kubwa. Unakuta anaota labda mwingine anaota anakimbizwa na maadui au anakimbizwa na wanyama wakali. Wakitaka kumkamata hivi anajikuta anapaa juu, ameshindwa kumkamata. Ndoto hii inaashiria ulinzi wa kimungu. Kuna jambo kubwa
kwenye maisha yako Mungu anakulinda kwa namna ya kipekee sana. Lakini ndoto namba 6, ukiota unavaa nguo mpya, yani ukiwa unajiona ndoto hii ikawa inajirudia mara kwa mara, unajiota unavaa nguo mpya mara kwa mara, unajiota unavaa nguo nzuri, nguo mpya. Nguo mpya huwakilisha utambulisho mpya. Siku zote nguo mpya huashiria utambulisho mpya, huashiria heshima mpya, huashiria msimu mpya, huashiria kubadilishwa kwa hali. Biblia mara nyingi hutumia nguo kama ishara ya mabadiliko ya kiroho. Kwa maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 61 na mstari wa 10 utaona imeandikwa, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunikiza vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba, kwa maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Kwa hiyo hii ni ishara ya maandalizi ya hatua mpya. Ukiona umevaa nguo mpya ndotoni, hii ni ishara ya maandalizi ya hatua mpya. Wewe unaashiria hatua mpya, mabadiliko kwenye maisha yako, unaingia katika msimu mpya. Lakini ndoto namba 7, ukiota watoto mara kwa mara. Ukiwa unaota watoto mara kwa mara, watoto katika ndoto mara nyingi huashiria wazo jipya. Ukiota labda saa nyingine unajiota umembeba mtoto, au kama wewe ni mwanamke ukaona unaota umezaa mtoto mzuri, umempakata. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, watoto katika ndoto mara nyingi huashiria wazo jipya, huashiria mradi mpya, huashiria kusudi jipya, huashiria kitu kinachokaribia kuzaliwa katika maisha yako. Ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria kuna jambo jipya linaweza kuwa linakaribia kuzaliwa kupitia wewe. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ujiulize, kwa nini Mungu huruhusu ndoto hizi kujirudia? Labda unadhani kwa nini Mungu anaruhusu ndoto hizi zijirudie mara kwa mara? Kwa nini unakuwa unaota ndoto au ndoto fulani unakuwa unaiota ndoto hiyo inakuwa inajirudia mara kwa mara? Ndoto ikijirudia mara nyingi ni kwa sababu namba 1, ukiona ndoto, kwa nini Mungu anaruhusu ndoto hiyo ijirudie mara kwa mara? Namba 1 ni ujumbe ni muhimu, Mungu anasisitiza jambo hilo. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria Mungu, kwa nini ndoto hiyo inajirudia mara kwa mara? Mungu anakuwa anasisitiza ndoto hiyo ni ya muhimu, kwa hiyo Mungu anasisitiza jambo hilo. Kuna ndoto Mungu anakuwa anakuonyesha kwa lengo la wewe kuchukua hatua mapema. Sasa watu wengi wanakuwa wanapuuzia na mwisho wa siku wanajikuta wanaingia katika mabaya. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuwa na ndoto inajirudia mara kwa mara. Kama ndoto mbaya inajirudia mara kwa mara, unatakiwa uombe. Kama ni kitu kibaya kikatai kisitokee. Lakini jambo la pili, kwa nini ndoto inajirudia mara kwa mara? Bado haujatambua, anataka usikilize. Mungu anakuwa anajua bado hujatambua, anataka usikilize kwa makini, yani uwe na concentration, uzingatie kile anachokuambia. Wakati ndoto inajirudia mara kwa mara, mpaka unakutana na mtu anakuambia hii ndoto nimeiota inajirudia mara kwa mara. Mungu anakuwa kwa nini inajirudia? Kwa sababu bado hujatambua. Kwa hiyo Mungu anataka usikilize kwa makini. Lakini jambo la 3, tukio linakaribia. Kadri tukio linavyokaribia, ishara zinaweza kuongezeka. Mfano ndoto ya Farao, ukisoma kitabu cha Mwanzo 41 na mstari wa 32, Farao aliota ndoto moja ilijirudia. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 41 mstari wa 32, na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Kwa hiyo huu ni uthibitisho mkubwa kwamba ndoto zinazojirudia zinaweza kuwa ishara jambo lililo karibu kutimia. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria jambo hilo liko karibu kutimia. Kwa hiyo unatakiwa uombe. Sasa ufanye nini ukiota ndoto hizi mara kwa mara? Yaani ukiota ndoto inajirudia mara kwa mara, ni kitu gani ambacho unatakiwa ufanye? Ngoja nikuelekeze. Najua watu wengi ndoto zinajirudia, lakini wengi wanapuuza. Sasa ukiota ndoto, ukaona ndoto inajirudia mara kwa mara, jambo la kwanza, omba kwa ajili ya ufunuo. Omba kwa ajili ya ufunuo. Muombe Mungu akupe tafsiri. Hiki ni kitu cha kwanza. Muombe Mungu akupe tafsiri ya ndoto hiyo inaashiria vitu gani. Hiki ni kitu cha kwanza. Muombe Mungu akupe tafsiri. Omba ufunuo. Muombe Mungu akupe tafsiri ya ndoto hiyo. Muombe Mungu akwambie ndoto hiyo inaashiria vitu gani. Jambo la pili, andika ndoto zako. Mara nyingi muunganiko wa ujumbe huonekana baada ya muda. Andika ndoto hiyo uliyoota. Andika vizuri kabisa, iandike jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo mara nyingi muunganiko wa ujumbe huonekana baada ya muda. Jambo la tatu, chunguza maisha yako ya kiroho. Jiulize, Mungu ananiandaa kwa nini
Mungu ananiandaa kwa jambo gani? Jiulize. Na jambo la 4, jiandae. Wakati mwingine ndoto ni maandalizi ya kitu kikubwa. Sasa jambo la msingi la kutambua, kama kuna ndoto fulani unaota mara kwa mara, usizipuuzie. Huenda mbingu zinakuandaa, huenda kuna mlango mkubwa unakaribia kufunguka, huenda Mungu anakutayarisha kwa kiwango kipya. Kumbuka, ndoto zinazojirudia sio za kupuuzwa. Mara nyingi ni ishara kwamba kuna kitu kikubwa kinakuja, na swali la kujiuliza ni hili: je, uko tayari kwa kile ambacho Mungu anataka kukifanya katika maisha yako? Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, niambie umejifunza jambo gani, lakini pia nitafurahi ukiniambia unatufuatilia kutokea sehemu gani. Mungu akubariki pia wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, na kupenda sana, nikutakie wakati mwema.